ujumla Zanzibar mpaka sasa hivi tumefanikiwa kuwa na drone za aina kuu mbili, lakini vile vile hata kwa maeneo yaliokuwa makubwa zaidi, mtu anawezekana akapuliza dawa lakini ilizalia hawezi kulifikia mwisho. Kuna mazalia ambayo yamejificha kwenye majumba ya watu. Hii inafungua fursa kwa vijana wa Kitanzania kwa ajili ya kuweza kubuni. Naam, karibu na tunazungumzia matumizi ya teknolojia ya drone kupambana na malaria huko visiwani Zanzibar, ambapo mgeni wetu leo tumemkaribisha hapa Daktari Shehe Mohamed Saleh, ni mkuu wa idara ya udhibiti mbu waenezao malaria katika Wizara ya Afya huko visiwani Zanzibar. Daktari, karibu sana. Tuanzie kwa kuliangazia hili kwa kuangazia Zanzibar imekuwa ikitafuta njia mpya za kudhibiti malaria. Ni changamoto zipi zilizofungua nafasi ya matumizi ya teknolojia ya drone katika mapambano haya? Asante sana kwa swali nzuri. Zanzibar ni miongoni mwa nchi ambazo ni miongoni mwa nchi nyingi duniani ambazo zipo katika vita kupambana dhidi ya malaria, na mpaka sasa Zanzibar imepiga hatua nzuri kwamba imefika katika malaria asilimia 0.014 katika utokomezaji wake wa malaria. So tu katika hatua nzuri, lakini kitu ambacho kinachotusumbua Zanzibar ni kwamba mazingira yetu sometimes sio marafiki sana kwa ajili ya kutokomeza malaria moja kwa moja, kwa sababu kikubwa ambacho kinasumbua ni uchafu wa mazingira, ambayo kiujumla tunajua mbu huo unazaliwa sana kwenye maji, lakini Zanzibar ukizama the geographical nature haina zile breeding site kubwa, yani sehemu ambazo zinatuama maji maeneo makubwa yale kama maziwa na sehemu kama hizo. Nyingi sana utazikuta ni zile ambazo breeding site ndogo ndogo, nazo utazikuta ziko hidden, zimejificha. Sawa. Sasa kwa watu kutembea sometime hawezi kufikia yale maeneo ambayo yamejificha. Kwa hiyo kwa usaidizi wa drone huwa tunaitumia drone kurusha na kuweza kwenda ku-identify zile sehemu ambazo ni unreached area. Lakini vile vile hata kwa maeneo yaliokuwa makubwa zaidi, kwamba maeneo makubwa mtu anawezekana akapuliza dawa lakini ilizalia hawezi kulifikia mwisho. Anawezekana akalianza hapa mwanzo, lakini sehemu kubwa ya zalia ikawa ina pori au ni tepe ambayo mtu anawezekana akaingia akabonyea na kuhatarisha maisha yake, hawezi kufika by conventional. So drone huwa inasaidia maeneo hayo. Kiujumla ni kwamba matumizi ya drone yamekuja baada ya kuona changamoto kubwa ya mazalia nature yalokuwepo ni hidden, na vile vile na maeneo mengi yalokuwa na mazalia makubwa vile vile huwa hayafikiki kirahisi. Kwa hiyo serikali ikaamua sasa kuja na mradi wa kisayansi wa kusema sasa kwa mazalia yale ambayo mtu hawezi kufika kwa miguu kumwagilia dawa, basi tabii tutafute njia mbadala ambao ni drone science. Lakini vile vile kuna mazalia ambayo yamejificha kwenye majumba ya watu, yamejificha katikati ya mapori ambayo mtu si rahisi kuweza kuyagundua, basi tunarusha drone juu na kuweza kuidentify sehemu gani ambapo kuna water bodies ambao ni hard to reach, basi drone ina identify. Tukiona mtu anawezekana akafika na ikiwa hawezi kufika, basi tunatuma drone nyingine kwa ajili ya kwenda kunyunyuzia maji au kunyunyuzia dawa sehemu hiyo. Kwa ujumla hizi drone ziko za aina ngapi? Maana kama nimekuelewa kuna ya ku-identify na ile ambayo zipo za aina ngapi, na operation yake inafanya vipi ili kufikia hayo maeneo ambayo mazalia yake awali yalikuwa hafikiki au yalikuwa magumu kuyadhibiti? Kwa ujumla Zanzibar mpaka sasa hivi tumefanikiwa kuwa na drone za aina kuu mbili, ambayo drone ya kwanza huwa ni ndogo tu ambayo tunairusha kwenda ku-identify zile sehemu ambazo haziwezi kufikika. It depend na geographical area hiyo sehemu. Kwa mfano ikiwa sehemu ni pori kubwa mtu hawezi kuingia, au kuna sehemu ambapo kuna majumba ya watu ya mageti haya lakini ndani kuna breeding site mtu hawezi kuona, basi tunarusha drone ambayo inaenda kupiga picha na ku-identify sehemu hii kuna water body na sehemu hii kuna water body ambayo mtu hawezi kufika. Baada ya ku-identify sasa tunakuja na drone nyingine ambayo inaweza ikaweza kuspray. Hii drone ya mwanzo tukirusha tunasema ina identify vile vile, alafu ina map. Ina identify kwamba hapa pana breeding site, na mapping inakuja kwamba ukubwa wa zalia liko hivi, sawa, na it is potential kwa ajili ya kuzalisha viluilui wale wa vimelea vya mbu, ama so potential. So baada ya hapo tunakaa tuna analyze zile picha na kusema sasa hapa kwa vile kuna breeding site tunatuma drone nyingine ambayo ina uwezo wa kwenda kumwagilia. So drone tunazo jumla ni mbili, moja ya kuweza kuidentify na kumapu, lakini nyingine ni kwa ajili ya kuweza
kumwagilia viua mbu. Sawa, na hizi za kumwagilia viua mbu vile vile tuna tengi zinabeba vimelea, vinabeba dawa viatilifu kwa aina mbili vile vile. Kuna viatilifu vya maji, lakini kuna viatilifu vya chenga. Sasa inategemea na dawa ipi ambayo muda huo katika mission hiyo mnapanga kuitumia. So kwa hiyo kwa ujumla, kutokana na swali lako, drone ziko za design mbili. Na mradi huo ukiendeshwa na Watanzania, unawezaje kufungua nafasi mpya kwa vijana wanaotaka kutumia teknolojia kutatua changamoto za afya na mazingira? Yeah, well, that is a good question, kwa sababu kutokana na sasa hivi kama tunavyoona ni kipindi cha sayansi na teknolojia hichi, na vijana ndio wameshika hatamu kwenye hivyo, na serikali inawekesha nguvu sana kwenye sekta ya teknolojia, kwamba vijana waweze kujitoa, wawe wabunifu kwenye teknolojia zaidi, ili tusiwe wategemezi sana. Ni kweli kwamba hii inafungua fursa kwa vijana wa Kitanzania kwa ajili ya kuweza kubuni mbinu tofauti za kisayansi ili kupambana na magonjwa ambayo yanaweza kuepukika. Kwa mfano kama malaria. Malaria kwa ujumla wake ni swali kubwa, ni mazingira tu kwa masafi. So vijana wanawezekana wakabuni teknolojia tofauti kwa ajili ya kufanya recycling ya hizi takataka. Pia vile vile inawezekana ikasaidia, lakini drone vile sio ku identify breeding site tu, lakini drone inawezekana ika-identify sehemu gani kuna jalala ambalo sio rasmi, watu wanatupa mataka maeneo hayo, na vijana kwenda kuchukua hizo taka kwa kufanya recycling. Ni kitu kizuri, ni miongoni mwa teknolojia ambayo inawezekana ikasaidia kupambana na magonjwa tofauti, sio magonjwa ya malaria tu, lakini magonjwa mengi ambayo ni yanategemea mazingira kwa ujumla. Kwa mfano magonjwa ya kuambukiza kama maradhi ya kuharisha na magonjwa mengine. Na kupitia uzoefu wenu, ni mazingira gani yanahitajika ili vijana wa Afrika waweze kubuni na kutengeneza teknolojia zinazojibu mahitaji ya bara lao wenyewe? Vijana kwanza wanahitaji mazingira, kwanza kushirikishwa, kwanza kuaminiwa, halafu kushirikishwa kwenye sekta nyingi za maserikali, hususan kwenye afya, kwa sababu afya ndio kila kitu. Kwamba ikiwa kuna mtu yoyote anaachwa nyuma kwenye afya, basi uhakika wa afya bora kwa wananchi unakuwa ni kikwazo kidogo. Sasa vijana ni watu ambao kwanza ndo waathirika wakubwa, lakini pili ni nguvu kubwa sana ya taifa ya taifa na bara kwa ujumla, kwa Afrika, kwa sababu wengi inaonekana ni vijana. So vijana si watu wa kuachwa nyuma kabisa, na wao mawazo yao vile vile yanafaswa kuzingatiwa na kuchukuliwa. Kwa mfano sasa hivi vijana wanajikita sana kwenye urushaji wa madroni kama vile entertainment. Sasa serikali lazima iwaite vijana na kuambia kuna opportunity nyingine, sio kurusha drone kwa entertainment tu, lakini ukirusha drone katika namna ya kuisaidia serikali kwenye nyanja za kiafya, serikali inakutengenezea fungu 1, 2, 3. That is moja katika urushaji. Lakini vile vile serikali iwaite vijana, ikiwa kuna kijana ana idea ambayo inaweza ikaisaidia sekta ya afya kutokomeza ama kuzidi ya magonjwa fulani, basi vijana hawa wanapata fungu 1, 2, 3. Yani kuna competition ya vijana kwenye swali la science. Sasa hivi vijana wengi wamejikita na science, na kwa sababu science ile kuwepo sasa hivi haitegemei sana shule, inategemea sana ubunifu. Sawa, kwa hiyo vijana washirikishwe, kwa sababu katika wimbi la vijana ndo kuna wabunifu wengi. Tusitizame tu nani kaenda shule na nani hajaenda shule, tuwaite vijana, tukae nao, tuone capacity yao kwenye mambo ya science na teknolojia, kwa sababu kama hizi drone sio kama wa Tanzania au wa Afrika kwa ujumla hawana uwezo wa kuzibuni, wanahitaji muda tu. Kwa mfano wakija wale wawekezaji na drone kufahamisha, basi serikali itoe fungu la vijana kuwapa wale wawekezaji, wahamishe ule ujuzi wao kupeleka kwa vijana wazao wa Afrika, ili tuweze kupata ile sustainability ya hizi project ambazo zinakuja, kwa sababu isiwe kama bara letu linatumika for study purpose, kwamba wao wanakuja kwa ajili ya malengo ya kufunza, ya kutest vitu, vikiwa vimefanikiwa wakatumie kwao. Hapana, lakini vile vile waambukize hii teknolojia ambayo teknolojia fanisi na kuweza kusaidia bara la Afrika kwa ujumla. Kwa vijana wetu lazima serikali iweke karibu vijana kwa ajili ya kuweza kupambana dhidi ya malaria pamoja na magonjwa yote kwa ujumla kupitia science. Science sasa hivi ndio hitimisho la kila ugonjwa, hilo tunalijua. Na katika maeneo ambayo malaria bado ni tishio, jamii ina nafasi gani katika kuhakikisha teknolojia hizo zinatoa matokeo ya muda mrefu? Kwanza
jambo lolote lile ambalo unataka kulifanya, intervention yote unataka kuifanya, lazima ufanye full engagement kwa jamii husika, waweze kuikubali na kuisupport, kwa sababu ikiwa unakwenda kwenye jamii na jamii bado haijafungua milango ya kuisupport ile intervention, basi inakuwa ni ngumu kuweza kutoa matokeo chanya. So jamii kwanza inatakiwa kupewa umuhimu wa ile intervention ambayo inakwenda. Kwa mfano drone ikija ikitumwa ikirushwa pale maeneo yao, vile vile huwa wapewe umuhimu wa ile drone, wawape ushirikiano wale ambao wanakuja kufanya lile zoezi, lakini vile vile wao wawe ni watu ambao wanaweza kudhibiti yale mazalia yasiwe ni endelevu, wala yale mazingira yao isiwe ni chanzo cha mazalia ya mbu, kwa sababu unajua science ndo science. Leo mnafanya kitu kwa kutumia drone, lakini na kwa sababu mna hiyo capacity, lakini sio kila kitu tegemee tufanye kama wana science. Kuna vitu vingine jamii wenye wao, kwa mfano usafi wa mazingira, drone haitokuja kusafishia mazingira. Drone itakuja kuua vile vimelea ambavyo vipo vya mbu, lakini wewe jamii ndiye ambaye unaweka mazingira rafiki ya wale mbu kuja kuweka mazalia yao ile sehemu. So jamii ikiona watu wanakuja na project kama hizi, maana yake walishafanya utafiti ya kwamba sehemu hiyo kuna changamoto kwenye malaria. Kwa hiyo jamii husika yani ione kwamba kuna umuhimu ya wao sasa kujitoa kwa ajili ya kuweza kufanya usafi wa mazingira yao, lakini vile vile kuwasupport wale ambao wanakuja kwa ajili ya drone, na sio kwa drone tu, hata wanakuja conventional kwa ajili ya kumwagilia viuadudu, basi wawape support hiyo. Lakini support kubwa inakuja kwa serikali endapo jamii itakuwa tayari kubadilika na kuweka mazingira yao safi kabisa, kwa sababu ugonjwa malaria ni all about usafi wa mazingira, kwa sababu kama usafi wa mazingira utakaa vizuri, basi ugonjwa wa malaria vile tunawezekana tukaudhibiti, kwa sababu viluilui vinazaliwa kwenye maji yalotuama kwa muda mrefu, na maji yalotuama kwa muda mrefu yana factor nyingi. Factor moja wapo, ingawaje naturally ile kwamba mvua inanyesha, lakini nyingine matumizi yetu domestic use, kwamba aidha tunahifadhi maji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwa muda mrefu bila ya kufunika, lakini vile vile inawezekana tukatumia maji hayo kwa ajili ya kufua, kukosha vyombo, kufanya kazi nyingine. Kwa mfano wakosha magari, wanamwaga tu maji sehemu, na hiyo sehemu haina uhifadhi mzuri wa maji yanatuama, baada ya muda fulani, siku 3-4, tayari mbu anazaliwa. Hatuwezi kuimaliza malaria kwa namna hiyo. Lazima jamii ya mke ichukue nafasi yake ya kusafisha mazingira kwa ujumla na asiruhusu maji kutuama ovyo. Kwa mfano kipindi kama hichi cha mvua, serikali inajitahidi kutengeneza mitaro ambayo ya kupitisha maji yasiweze kutuama, lakini utakuta mwananchi anaenda kutupa taka katika mitaro hiyo, mwisho wa siku ina block. Ikiblock sehemu ambayo mpaka serikali inakuja kujua mtaro upeleki maji taka. Kwa hiyo mpaka kuja kujua serikali, maana yake ile sehemu tayari ishakuwa na effect ya kwamba mbu tayari ameshazaliwa na alishaenda kuathiri sehemu hiyo. Kwa hiyo jamii tunaisihi na tunaiomba yani itoe support kwa serikali. Hizi juhudi ambazo zinafanywa si kwa faida ya serikali, ni kwa faida ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo tuiunge mkono serikali yetu, isiwe inapoteza resource nyingi kwa ajili ya tatizo ambalo sisi jamii tunaliweza wenyewe. Na miaka michache ijayo, ungependa kuona matumizi ya teknolojia kama drone yanabadilisha vipi sekta ya afya Afrika? Drone tunataka tukaitumia na ikabadilisha sekta ya afya Afrika, kwa sababu kuna maeneo ambayo Afrika ni kubwa, na Afrika kila sehemu ina geographical difference yake. Kuna sehemu ambazo ziko flat, kuna sehemu ambazo ziko high altitude kwenye milima huko, kuna sehemu ambazo sio rahisi kufika, kuna sehemu barabara ni mbovu. Kwa hiyo unaweza tukaitumia drone kwa kufikisha huduma za afya. Kwa mfano tu, kuna sehemu ambayo unawezekana ikawa ni mbali sana, tuseme huko sehemu ni mbali, kwa mfano Mwanarumango huko mbali kweli, barabara ni chafu, haiwezi kufikika huko, lakini kuna mtu anahitaji damu wakati huo, na damu ile anahitaji yeye imsave maisha. Mama mjamzito anataka kujifungua, lakini damu yake ni chache, anahitaji damu. Sasa damu sio lazima itoke mbali, tukitemeke, itoke Muhimbili, itoke. Inawezekana tukawa tuna drone technology ya kuweza kusend tu damu na Rumango na ikafika katika muda ambao unahitajika. Na hiyo ni mfano mmoja wa damu, lakini kuna mfano matumizi ya madawa ambayo yanahitajika. Drone inawezekana ikafanya hicho kitu wa kuweza kupeleka hizo nani. Kuna samples zinahitaji kusafirishwa kwa ajili ya mtu aweze kupata matibabu kutokana na vipimo vyake. Drone inawezekana ikatumika kuweza kutuma hizo katika muda mchache, na majibu yakapatikana muda mchache, na tukasave jamii kwa muda mchache. Science imekuja kutusaidia sasa, na sisi tuwe tayari kuipokea hiyo science kwa kuweza kusave maisha ya jamii yetu.
Nikushukuru sana Dr. Sheha Mohamed Saleh, mkuu wa idara ya udhibiti mbu waenezao malaria huko visiwani Zanzibar, kwa kuzungumzia matumizi ya teknolojia droni kupambana na malaria hapo visiwani Zanzibar. Nikushukuru sana kwa muda wako.